Ile issue ambayo Yakobo anaongelea hapa ya kwamba ndugu yuko katika uhitaji. Akiwa unamwambia nenda kwa amani ukaote moto na kushiba. Wewe ambaye huyo mtu uko kwa nafasi ya kufikia hitaji lake au kumsaidia au kumuokoa kutoka katika ule uhitaji. Upendo wa Mungu na utaonekanaje kwa huyo ndugu? Hauwezi kuonekana. Hauwezi kuonekana. Na kume zuia upendo wa Mungu, na hapo ndio inakuwa sasa ni muamini asiyezaa. Warumi 5:5. Warumi 5:5. Asana tumaini alitayarishi. Sana tumaini alitayarishi. Kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Amen. Wow, Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu. Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Kwa hiyo tunaona kwamba pendo la Mungu ni kitu ambacho kiko ndani ya muamini au mtu ambaye ameamini ya kwamba pendo la Mungu limewekwa ndani yako. Limewekwa ndani yako. Kwa hiyo haujapewa ili ikae tu. Haujapewa ili ikae tu au ikae tu, bali unahitaji kudhihirisha. Kudhihirisha katika mwenendo wako wa kila siku. Kwa hiyo pale ambapo muamini anatembea kwa kutodhihirisha au anaenenda kwa kutodhihirisha kile ambacho amepokea au ile imani yake inakuwa aizai, anakuwa amezuilia pendo la Mungu. Amelizuilia pendo la Mungu. Yule ambaye ni wajibu wake, ni jukumu lake kudhihirisha. Kwa sababu tuna Roho wa Mungu ndani yetu. Ambaye ni uwezo wa kutembea katika kudhihirisha matendo mema. Kwa hiyo tunaona kwamba matendo mema yana faida kwa wanadamu. I think tulisoma Tito last time, tunaweza rudia kusoma Tito 3 mstari wa 8. Mstari wa 8. Anasema hivi, sasa neno la kuaminiwa na mambo hayo nataka uyanene kwa nguvu, ili wale waliomwamini Mungu wakumbuke kudumu katika matendo mema. Haya ni mazuri tena yana faida kwa wanadamu. Amen. Kwa hiyo tumeona kwamba yana faida kwa wanadamu. Matendo mema yana faida kwa wanadamu. Kwa hiyo kwa hiyo upendo wa Mungu ndio unatusababisha tupende na wengine au tuenende kwa upendo. Ile pendo la Mungu ndani yetu ndio linatusababisha tupende wengine au tuenende kwa upendo. Tuenende kwa upendo. Tuenende kwa upendo. Tuenende kwa upendo. Waraka wa kwanza wa Yohana sura 16 17 mpaka 18. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Katika hii tumeifahamu upendo, ya kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu,
imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Lakini mtu akiwa na riziki ya dunia kisha akamwona ndugu yake ni mhitaji, akamzuilia huruma zake, je, upendo wa Mungu akaaje ndani yake huyo? Watoto wadogo, tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na kweli. Haleluya. Kwa hiyo naona kwamba mtu akiwa na riziki ya dunia shakamwona ndugu yake ni muhitaji, akamzuilia huruma zake, je, upendo wa Mungu akaje ndani yake huyo? Manake aenende kwa kudhihirisha ile pendo la Mungu ambalo liko ndani yake, aenende kwa kudhihirisha, kwa sababu kiwa ndugu yuko katika uhitaji unafaa una sacrifice kwa ajili ya ndugu, kwa ajili ya kufikia uhitaji wa ndugu. Una riziki ya dunia, lakini anasema una riziki ya dunia ya kwamba ndugu yuko katika uhitaji, yuko katika uhitaji, na ukimzuilia, yani ukizuilia huruma zake kwake, manake ni unazuilia kudhihirisha lile pendo la Mungu kwa huyo ndugu, ya kwamba uko katika nafasi ya kufikia uhitaji wake, lakini unazuilia ya kwamba ule upendo wa Mungu huwezi kuonekana kwa ule ndugu, kwa ule ndugu. Kumbuka kwamba hapa ni tunaongelea mtu ndiye, au mwanadamu au ndugu ndiye anahitaji kuona hilo pendo, ya kwamba kwa wewe kutembea katika kudhihirisha ile pendo la Mungu. Kwa hiyo ile pendo la Mungu sio la kukaa tu, sio kila ambacho tumepokea ili kikae tu, manake ikikaa utembeanga tu kusema una upendo wa Mungu lakini haudhihirishi, itakuwa haizai matunda, manake limekaa tu, alionekani yani hauonekani ule upendo wa Mungu. Kwa hiyo ni muhimu na ni wajibu wa mwamini kutembea kwa kudhihirisha kila ambacho amepokea katika Kristo Yesu. Manake inazaa matunda kila ambacho tumepokea katika Kristo Yesu. Kwa hiyo lengo la matendo ni kwa sababu ya ndugu, kwa sababu ya ndugu wengine, kwa sababu ya ndugu wengine. Kwa hiyo tumeona kwamba anahitaji kuona matendo yako ni ndugu au ni mwanadamu anahitaji kuona matendo yako ili kuhesabia haki, sio Mungu, ni ndugu ambaye yuko katika kuhitaji. Anahitaji kuokolewa na yale matendo yako, kwamba unafikia uhitaji na kumwokoa kutoka katika ule uhitaji. Unakuwa umedhihirisha upendo kwake, upendo wa Mungu ambao tumepokea, sacrifice kwa ajili ya ule ndugu. Kumbuka kwamba Kristo pia ali sacrifice kwa ajili yetu. Ali sacrifice kwa ajili yetu. Tuendelee na Yakobo mstari wa 21, anasema, je, baba yetu Ibrahimu hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo hapo alipomtoa Isaka mwanae juu ya madhabahu? Mstari wa 22 anasema, waona kwamba imani ilitenda kazi pamoja na
matendo yake, na ya kwamba imani ile ilikamilishwa kwa njia ya matendo yale. Sura 23 nasema maandiko yale yakatimizwa yaliyonena, Ibrahimu alimwamini Mungu ikahesabiwa kwake kuwa ni haki, naye aliitwa rafiki wa Mungu. So tunaona kwamba Ibrahimu, tunajua story ya Ibrahimu. Anasema kwamba hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo. So kumbuka kwamba kwa Warumi 4 nasema mstari wa kwanza, nasema basi tusemeje juu ya Ibrahimu baba yetu kwa jinsi ya mwili? Kwa maana ikiwa Ibrahimu alihesabiwa haki kwa njia ya matendo yake, analo la kujisifia, lakini si mbele za Mungu. Nasema lakini sio mbele za Mungu. Nasema maana maandiko yasemaje? Ibrahimu alimwamini Mungu ikahesabiwa kwake kuwa haki. Kwa hiyo nasema kwamba ikiwa Ibrahimu alihesabiwa kwa matendo yake, sio mbele za Mungu. Ikiwa nalo la kujisifia, sio mbele za Mungu. Kwa hiyo zingatia kwamba hapa najua kwamba Ibrahimu kumtoa Isaka, au lile tendo la kumtoa Isaka ni zao la imani aliyokuwa nayo kwa Mungu. Ni zao ya imani aliyokuwa nayo kwa Mungu. Au ni matokeo ya imani aliyokuwa nayo kwa Mungu. Ni matokeo ya imani aliyokuwa nayo kwa Mungu. Maana sura 22 nasema wana kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake. Kwa hiyo tunaona kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake. Na ya kwamba imani ile ilikamilishwa kwa njia ya matendo yale. Mstari 23 nasema maandiko yale yakatimizwa yaliyonena, Ibrahimu alimwamini Mungu ikahesabiwa kwake kuwa ni haki, na aliitwa rafiki wa Mungu. Kwa hiyo hapa inabaki kwamba Ibrahimu alihesabiwa haki mbele za Mungu kwa imani. Kwa sababu ya imani. Kwa hiyo kitendo kilichofuatia cha Ibrahimu kumtoa mwanawe ni kwa sababu ni zao la ile imani aliyokuwa nayo kwa Mungu. Aliyokuwa nayo kwa Mungu. Mstari wa 24 asema mwaona kwamba mwanadamu huhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo yake, si kwa imani peke yake. So mwaona kwamba mwanadamu huhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo yake, sio kwa imani peke yake. Kwa hiyo zingatia kwamba kile ambacho katika muktadha huu tumeona kwamba yule ambaye anakuhesabia haki au yule ambaye anataka kuona matendo yake ili kuhesabia haki ni mwanadamu, wala sio Mungu. Tumeona kwenye huu muktadha kwamba ndugu ambaye yuko katika uhitaji, ndiye anahitaji kuona matendo yako. Kwa hiyo anayekuhesabia haki kwa matendo ni nani? Ni mtu. Ni mtu, wala sio Mungu. Mtu ndiye anahitaji kuona matendo ili hesabie kuwa na haki, wala sio mbele za Mungu. Unaona kwamba mbele za Mungu mtu anahesabiwa haki kwa imani peke yake. Kwa imani peke yake. Kwa hiyo matendo yanakuja kama udhihirisho. Matendo yanakuja kama udhihirisho wa ile imani ulionayo kwa Mungu. Wa ile imani ulionayo kwa Mungu. Matendo yanakuja kama
udhihirisho. Na mwanadamu ndiye anahitaji kuona matendo ili kuhesabu kuwa na haki, wala sio Mungu. Think hiyo iko clear na ikiwa hivyo kwa hiyo kwa hiyo I think iko clear kwenye muktadha kwamba anayekuhesabia haki kwa matendo sio Mungu, ni mtu. Kwenye anapotaja Ibrahimu, Mwanzo 15 Ibrahimu anahesabiwa haki, so kwa imani. So Mwanzo 22 ndiye anaenda kumtoa Isaka. So inaonyesha ile umeleza iko true kwamba ni tayari akienda kumtoa Isaka haikuwa ndio ahesabiwa haki, alikuwa tayari amehesabiwa haki. So hicho ni kitendo cha kuheshimu, kudhihirisha kwamba anamheshimu Mungu. Unaona, anakubaliana, anaenda kuabudu, maana alikuwa anaenda mlimani kufanya ibada. Yes. Thank you. So tunaendelea vizuri. Mstari wa ngapi? Wa 25 anasema vivyo hivyo na Rahabu yule kahaba, naye je, hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo hapo alipowakaribisha wajumbe kawatoa nje kwa njia nyingine? Rahabu naye amepatikana. Rahabu amepatikana. Kwa hiyo I think ndio tu flow. Acha tuangalie hapo kwa Rahabu kidogo, kwa Joshua 2. Acha nisome kuanzia 1. Anasema tumefika kwa Joshua 2. Anasema Joshua mwana wa Nuni akawatuma watu wawili kutoka Shitimu kwa siri ili kupeleleza. Akawaambia, enendeni mkaitazame nchi hii na Yeriko. Wakaenda wakafika nyumbani kwa kahaba mmoja, jina lake aliitwa Rahabu. Wakalala huko. Mstari wa 2 anasema mfano wa Yeriko akaambiwa kusema, tazama watu wawili wa wana wa Israeli wameingia humu leo usiku ili kuipeleleza nchi. Mfalme wa Yeriko akatuma watu kwa Rahabu akasema, watoe watu wale waliokuja kwako, walioingia ndani ya nyumba yako, maana wamekuja ili kuipeleleza nchi. Sasa tumefika kwa Joshua kweli. Okay. Anasema mstari wa 4 anasema yule mwanamke akawatoa wale watu wawili akawaficha, akasema wale watu wawili ni Joshua na Kalebu na ulikuwa wapi? Mstari wa ngapi? Anasema yule mwanamke akawatoa wale watu wawili akawaficha, akasema naam, wale watu walikuja kwangu, lakini sikujua walikotoka. Ikawa kama wakati wa kufungwa lango la mji kulipokuwa giza, watu wale wakatoka, wala sijui walikokwenda. Wafuateni upesi, maana mtawapata. Huyo ni Rahabu. Anasema lakini yeye alikuwa amewapandisha darini, akawaficha kwa mabua ya kitani aliyokuwa ameyatandika juu ya dari. Anasema basi hao watu wakawafuata kwa njia iendayo Yordani mpaka vivukoni, na mara wale watu waliowafuatia walipokwisha kutoka wakalifunga lango. Anasema tena kabla hawajalala akawaendea juu darini, akawaambia wale wanaume, mimi najua kuwa Bwana amewapa ninyi nchi hii. Angalia kile ambacho Rahabu anasema. Kwamba Bwana amewapa ninyi nchi hii, na ya kuwa hofu imetuangukia mbele yenu, na ya kuwa wenyeji wote wa nchi wanayeyuka mbele yenu. Maana tumesikia jinsi Bwana alivyokausha maji ya bahari ya Shamu mbele yenu hapo mlipotoka Misri, tena mambo hayo mliowatendea wafalme wawili wa Amori,
waliokuwa uko ng'ambo ya Yordani, yaani Sioni na Ogu, mliowaangamiza kabisa. Mstari wa 11. Na mara tuliposikia hayo, mioyo yetu iliyeyuka, wala au kusalia ujasiri wote katika mtu awaye yote kwa sababu yenu, kwa kuwa Bwana Mungu wenu ndiye Mungu. Angalia kile ambacho Rahabu anasema kwamba Bwana Mungu wenu ndiye Mungu katika mbingu juu na katika nchi chini. Sasa basi sasa na wasini niapieni kwa Bwana. Kwa hiyo unazingatia kwamba Rahabu Rahabu alijua Mungu wa Israeli. Recognize Mungu wa Israeli. Alimjua Mungu wa Israeli. Anasema kwamba basi sasa na wasini niapieni kwa Bwana, kwa kuwa nimewatendea Isani ya kwamba ninyi nanyi mtaitendea Isani nyumba ya baba yangu. Tena nipeni alama ya uaminifu ya kwamba mtawaponya hai baba yangu na mama yangu na ndugu zangu wanaume na wanawake na vitu vyote walivyo navyo, na kutuokoa roho zetu na kufa. Kiendelea hivyo. Nataka nisome mstari wa ngapi? Acha nisome, niendelee tu ndio tuflow vizuri na story nzima. Anasema wale wanaume wakamwambia, uhai wetu bandara ya uhai wenu, ikiwa amwitangazi habari ya shughuli yetu hii, kisha itakuwa wakati Bwana atakapotupa nchi hii, tutakutendea kwa Isani na uaminifu. Ndipo kawashusha kwa kamba dirishani, maana nyumba yake ilikuwa katika ukuta wa mji, naye alikaa ukutani. Akawaambia, enendeni zenu mlimani, wale wanaowafuatia wasije wakawapata. Kajifiche huko siku 3 hata wao wanaowafuatia watakaporudi, kisha enendeni zenu. Wale wanaume wakamwambia, sisi tunataka tusiwe na hatia kwa ajili ya kiapo hiki ulichotuapisha. Angalia, tutakapoingia katika nchi hii, funga kamba hii nyekundu katika dirisha ili ulilotuteremshia, nawe ukawakusanya kwako nyumbani mwako baba yako na mama yako na ndugu zako na watu wote wa nyumba ya baba yako. Itakuwa mtu awayeyote atakayetoka katika mlango wa nyumba yako kwenda njiani, damu yake itakuwa juu ya kichwa chake mwenyewe, na sisi tutakuwa tuna hatia. Na mtu atakayekuwa ndani ya nyumba yako, damu yake itakuwa juu ya vichwa vyetu, mkono wa mtu ukimpata. Asema, lakini wewe ukitangaza habari yetu hii, ndipo tutakuwa hatuna hatia katika kiapo hiki ulichotuapisha. Naye akasema, na iwe hivyo kama yalivyo maneno yenu. Akawatoa nao wakaenda zao, naye akaifunga ile kamba nyekundu dirishani. Watu hao wakaenda wakafika mlimani, wakakaa huko siku 3 hata wale waliowafuatia walipokuwa wamerudi, na wale waliowafuatia wakawafuatia katika njia ile yote, lakini hawakuwaona. Kisha wale watu wakarudi, wakateremka mlimani, wakavuka, wakamwendea Yoshua mwana wa Nuni, nao wakamwambia habari za mambo yote yaliyowapata. Akamwambia Yoshua, hakika Bwana ameitia nchi yote katika mikono yetu, tena zaidi ya hiyo wenyeji wa nchi wanayeyuka mbele zetu. Kwa hiyo tumeona kwa kile Rahabu alifanya. Tunaona kile ambacho Rahabu alifanya. Na kwamba kitendo cha Rahabu, kitu ya kwanza ni kwamba alimjua Mungu wa Israeli na alimwamini Mungu wa Israeli. Kwa hiyo Rahabu kufanya kile kitendo, imagine kuwaficha kule, kuwaficha na kuwaficha huko kwenye aliwaficha, na kwamba tunaona kwamba Rahabu aliwaokoa wale ndugu. Aliwaokoa wale ndugu kutoka kwa mkono wa mfalme. Kumbuka kwamba mfalme alikuwa ameleta taabu. Akasema hao watu walioingia huko kwako tunawataka. So imagine Rahabu angesema mimi namwamini Mungu wa Israeli ndio. Anasema anamjua Mungu wa Israeli. Lakini hao ndugu angekuja akose kuwatendea kile ambacho aliwatendea. Na maana kwamba kuna uwezekano wangepatikana kwa mkono wa mfalme. Na safari yao ingefanikiwa.
Lakini tunaona kwamba Rahabu kwa sababu alijua Mungu wa Israeli, alimwamini Mungu wa Israeli, alifanya kile kitendo. Kwa hiyo kile kitendo cha kuwaokoa wale ndugu, kumbuka kwamba aliwaokoa. Yes. Tunaona kwamba aliwakaribisha kwake, na kwamba kwa kule kuwakaribisha hawakupatikana na wale ambao waliwatafuta. Waliwatafuta. Kwa hiyo tuna kile kitendo cha Rahabu kuwakaribisha ni zao la imani aliyokuwa nayo kwa Mungu wa Israeli. Turudi huko kwa Yakobo kwenye tulikuwa. Yes. Inaonyesha kwamba hata watu wa mataifa wale ambao walikuwa wanasikia Mungu wa Israeli na wanaamini katika matendo ya Mungu wa Israeli walikuwa wanaokoka. Maana Rahabu hakuokoka siku ile hao jamaa walifika. Maana jamaa hawakuja kuhubiri Injili. So inaonyesha kwamba kulingana na mazungumzo ya Rahabu, anasema tulisikia vile alikonga sijui wa mfalme wa fulani. So walikuwa wanasikia sana Israeli, Mungu wa Israeli vile anafanya, anatembea na wao vizuri, watetera nini. So yeye alikuwa tayari ako kwenye imani kwamba huyo ndio Mungu anastahili kuabudiwa. Naona kwamba katika hiyo conversation anasema kwamba Bwana Mungu wenu ndiye Mungu. Nakumbuka wao kwenye taifa lao wanaabudu sanamu, wanaabudu miungu. So manake akiwa kwenye taifa lao la kuabudu miungu, anatambua Mungu wa Israeli. Manake kwa sababu unaamini Mungu wa Israeli atakuokoa. Hata anasema waliposikia habari zake na matendo, walitetemeka. So ningine wale tu wale wahukumu wa mioyo ndio walikataa kuamini. Lakini kulikuwa angalau na mtu mmoja ambaye anaitwa Rahabu aliamini. Kwamba alijua Mungu wa Israeli, alimwamini Mungu wa Israeli. Kando ya kwamba akuwa wa taifa la Israeli. Tunaona mpaka leo hajambadilishia jina. Bado anaitwa Rahabu Kahaba. Hawajaibika kutuandikia Rahabu Kahaba. So basi tunaona kwamba ile imani yake kwa Mungu wa Israeli ilimuokoa. Ilimuokoa. So tunaona kwamba mstari wa 25 ndiye alikuwa anasema hivyo kwa Yakobo na Rahabu yule kahaba, naye je, hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo hapo alipowakaribisha wajumbe akawatoa nje kwa njia nyingine? Kwa hiyo tunaona kwamba yale matendo ni kwa sababu kwanza Rahabu alimwamini Mungu wa Israeli akawakaribisha wale ndugu. Kwa hiyo kule kuhesabiwa haki, alihesabiwa kuwa ana haki kwa matendo. Kwa hiyo yale matendo yake ilikuwa ni udhihirisho. Alidhihirisha ile imani ambayo au kule kumwamini Mungu wa Israeli. Ndio ilizalisha kile kitendo au kile kitendo cha kuwakaribisha wale ndugu. Inaonyesha kwamba alikuwa anaamini kwamba Mungu wao jamaa wako salama na wao. So kilinganisha Rahabu na Delila, utaona kwamba Delila hakuamini Mungu wa Samson. Yeye alishirikiana na wakora wao kwa ajili ya kuangamiza Samson. Sawa, walitendea kwa kutokuamini, lakini Rahabu amepatikana na hawa ndugu wa Israeli, na unaona kwamba sababu anaamini Mungu wao anawakaribisha na anawahifadhi. Wow. Kwa hiyo kwa hiyo tunaona kwa mstari wa 26 nasoma kama vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa.
Kwa hiyo tumeangalia kwa hii conversation kwamba kwamba imani